Hii leo zimefanyika mbio za Kagera Kahawa Marathon zilizoandaliwa na jukwaa la ushirika mkoani Kagera zenye kauli mbiu isemayo kahawa ni fursa, wadau tuongeze uzalishaji. Mbio hizo zimeongozwa na mkuu wa mkoa wa Kagera Hajati Fatuma Mwasa, huku mdhamini mkuu wa mbio hizo akiwa ni Benki ya Azania. Zaidi ya watu 300 wameshiriki mbio hizo za kilomita 5, huku washiriki wote wakipatiwa medali. Niwapongeze sana wanaoshirika na wazo hili jema. Hongereni sana. Kipekee kabisa niwapongeze sana wana michezo wetu ambao mko tayari hapa kwa ushindi. Tunatambua sote michezo ni afya, michezo ni burudani, michezo ni urafiki, michezo ni furaha, na leo tuko hapa kutengeneza afya lakini pia kupata furaha. Hongereni sana. Mbio hizo zilizowashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo wananchi, taasisi za umma na binafsi, zinaelezwa na waandaaji kufanikiwa kwa 99% ya malengo yaliyokusudiwa. Kwa asilimia niseme 99.9 tumeweza kufanikiwa, tumeweza kuwakutanisha wananchi 300 ambao wamekimbia siku ya leo. Kwa hiyo tumeweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa lengo ambalo tumejiwekea. Na tunatarajia hata mwakani tunaweza kuendelea pia, ili tuweze kuhamasisha watu wengi zaidi waweze kujiunga na kuhamasisha shughuli za kilimo cha kahawa. Washiriki wa Kagera Kahawa Marathon wakatamani mbio hizo zingekuwa zikifanyika mara kwa mara ili kuimarisha afya na kutengeneza mahusiano mapya. Tusiwe na visingizio. Dakika 30, dakika 45 za kutosha kufanya mazoezi. Watu wanasema maisha yamebana, sijui namna gani. Hapana. Ni kweli maisha yanabana, lakini muda wa mazoezi ni afya, lakini pia ni mtaji. Ni mtaji wa kwanza. Kuwa na afya ni mtaji wa kwanza. Tunapowaambia watu washiriki katika mazoezi, inaondoa vitu vingi ambavyo katika mwili wa binadamu vinaweza kusababisha athari kubwa katika maisha ya binadamu. Kwa mfano shinikizo la damu, kisukari na magonjwa mengine yanayoambatana na hayo. Kuwa na mwili zembe ni chanzo mojawapo cha kusababisha magonjwa, ambao kwetu sisi vijana unakuwa na kitambi, unashindwa kufunga damu. Yani si jambo la busara sana. Tunapoteza familia kwa sababu ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mimi nawashauri vijana tufanye mazoezi. Dakika 45 jioni zinakutosha. Nenda hata mchangani pale ziwani, kimbia, jog. Dakika 45 zinakutosha kutoa jasho na kutoa sumu mwilini. Mazoezi kwanza yanasaidia vitu vingi. Kitu cha kwanza ni afya. Kitu cha pili ni kuondoa msongo wa mawazo, lakini kama sasa hivi tunaangalia kabisa serikali ipo katika vita juu ya kansa. Kansa mara nyingi ni matokeo ya mwili ambao una mazoezi. Kwa hiyo ukiwa unafanya mazoezi, magonjwa kama pressure, kansa, kisukari ni rahisi sana kupambana nayo, na magonjwa madogo ambayo sio ya kuambukiza. Kwa hiyo namshauri mwana Kagera apunguze kulala, aongeze kufanya kazi kwa ajili ya kujenga mkoa, lakini mazoezi kwa ajili ya kuijenga afya. Nilichojisikia mwili wangu umekuwa mwepesi kwa sababu waga nakimbia, ila siweza kufikisha hizi mbio, sijawahi kufika hapa. Ila kwa siku ya leo nimeshangaa, nimejitahidi. Mazoezi ni chakula ya mwili, ila pia inakufanya mwili wako ukae vizuri, usishambuliwe magonjwa ovyo. Mbali na mbio hizo, pia waandaaji wamekabidhi vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 7.7 kwa uongozi wa hospitali ya rufaa ya Bukoba, ikiwemo vitanda, maziwa pamoja na pampasi kwa ajili ya watoto waliozaliwa njiti. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa na kukabidhi zawadi hizi, ikiwa ni mchango kutoka kwa wanaushirika, wameona donate vitanda, maziwa ya watoto waliozaliwa na changamoto mbalimbali pamoja na pampers. All the best. Pia limefanyika bonanza la michezo lilohusisha michezo ya kuvuta kamba, kukimbia kwenye magunia, kukimbiza kuku, mpira wa miguu na mikono na kucheza karata. Ukiacha mbio na bonanza la michezo, pia washiriki wameelimishwa na kuhamasishwa juu ya kilimo cha kahawa. Hakika jukwaa la ushirika mkoani Kagera limeifanya siku ya leo kuwa ya furaha kwa wana Kagera, imekuza mahusiano baina yao pamoja na kuwakumbusha wajibu wao wa kufanya mazoezi. Hii ni TNTV, usahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment. Jina langu ni Arnold Kelembo.